Wakati huo waziri wa madini Ali Hassan Joho amesema kuwa serikali itaruhusu wanasiasa kuchochea Wakenya ili kujinufaisha kutokana na madini yanayochimbwa katika maeneo yao. Akizungumza akiwa katika kaunti ya Tharaka Nithi, waziri Joho amerejelea kisa cha eneo la Ikolomani, kaunti ya Kakamega, akisema kinyume na uchochezi wa wanasiasa wamerekebisha mradi wa serikali kuchimba madini ya dhahabu katika eneo hilo. Victor Kayanda anaarifu. Baada ya maandamano haya eneo la Ikolomani, kaunti ya Kakamega, miezi miwili iliyopita, ambapo wakaazi walikuwa wakipinga mradi wa uchimbaji dhahabu eneo hilo, sasa waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho ametoa onyo kali kwa wanasiasa dhidi ya kuingiza siasa katika shughuli za uchimbaji madini nchini. Wengine ni wajuaji tu, they want relevance, wanataka tu waitwe waambie sasa fulani bin fulani ama senator ama nini, hebu kidogo calm down bana, alafu wakuulize nitapata nini. Na sisi hiyo ndio lugha kwetu, hatutaki kujua. Hiyo ni kama ni ndio ile inaingia ile, kama ni mbaya acha ikuwe mbaya, si ndio? So that we do what is right for the people. Joho ambaye amezungumza katika kaunti ya Tharaka Nithi wakati wa kuhamasisha umma kuhusu uchimbaji madini, amesema wakaazi wa eneo la Ikolomani wamekaribisha hatua ya serikali ya kuchimba madini eneo hilo, huku akisisitiza kuwa wakazi hao watanufaika na zaidi ya shilingi bilioni 6 kutokana na mradi huo. And Harry Kimtai and the team were in Kakamega the other day, and people were receptive. They were saying, show us the how. And if you calculate the numbers, you show them the numbers, the figures. We showed them, my team showed them the 1% gross. 1% gross. Hapa kuna masisi, si ndio? Kuna sisi wa finance hapa. Ni wewe? Sasa wewe unajua $6 billion. We will not have the situation I had the other day in a county in Western, which I don't want to mention, where there were riots every day, and I also saw politicians there. They are inciting their people on the ground about the gold, but they come to your office to negotiate for a cut where they can be able to tap. We want to be on the same page, all of us. Waziri huyo aidha amefichua kuwa wizara yake sasa ina data ya kutosha kuhusu hali ya madini nchini. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki, ambaye ndiye naibu mwenyekiti wa baraza la magavana, ameitaka wizara hiyo kuhakikisha wenyeji wananufaika kutokana na rasilimali zinazopatikana katika uchimbaji madini bila ya kukandamizwa. If the minerals that are below where we are not exploited and they come out and we become beneficiaries, all of us, then those minerals are useless. They are not useful to us. We still die of poverty. We still languish in non-development or in that poverty, yet we have a lot of resources below there. That these quarries will be converted into fish bones. So the Natural Resources Committee of the Assembly of Tharaka Nithi should be thinking of how then do we develop this policy so that we're able to say, if you are doing mining, especially on quarries, this is the way to go. Victor Kayanda, Undugu TV.